Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 14 mwezi wa 6, kipindi hewani Utupele Riziki Yetu ya kila siku. Mwalimu Baraka Mbonaliba kukuletea kipindi hiki kutoka Word Eternal Ministries. Chombo cha tatu cha kusaidia kufanikiwa kiuchumi, biashara. Tumeongea mambo kadha wa kadha tayari. Jambo la tatu ambalo tulikuwa tunaongea nalo ni eneo la mishahara na wafanyakazi wako. Na leo nataka nikupe jambo la 4. Jambo la 4. Kumbuka tunaongea mambo 7. Tunaangalia mambo 7 ambayo ni ya kuzingatia kwa watu ambao ni wafanyakazi kwenye biashara yako au kwenye ofisi yako. Tulisema ili uweze kufanikiwa biashara yako kuikuza kuwa taasisi, unahitaji mambo matatu. Unahitaji watu, unahitaji bidhaa, unahitaji mifumo. Mambo 7 ya kuzingatia kwa watu. Jambo la kwanza tulisema unapoajiri angalia kipaji na sio vyeti. Tukaangalia jambo la pili ambalo tulizungumza kwa undani kidogo pia, ya kwamba si tu angalie kipaji ambacho kinajengwa na ujuzi na uzoefu zaidi ya cheo na nafasi, lakini pia hakikisha unapatana na watu ambao unafanya kazi nao, ikiwemo kupatana mishahara. Jambo la tatu tulikuwa tunaliangalia, zingatia taratibu sahihi za ulipaji wa mishahara ambao tumelimaliza jana. Tukaangalia mambo 4 pale ya kuzingatia, kwamba kutokulipa mishahara ni dhambi, hakikisha unalipa kwa wakati. Lakini pia lipa ndugu zako, watu unaofanya nao kazi wote wanatakiwa kulipa ikiwemo ndugu zako. Na mwisho tukaangalia unapokuwa na upungufu wa fedha ya kulipa mishahara, kipaumbele iwe ni nini. Tukasema watu wenye mishahara midogo. Hayo mambo matatu tumekwisha kuyaangalia kwenye vipindi vilivyopita. Kama ni mara yako ya kwanza au umekosa mojawapo ya vipindi, na kushauri rudi nyuma siku 2-3 ili uweze kuwa na mtiririko mzuri kwenye akaunti yetu hii ya YouTube. Jambo la 4 katika yale mambo 7 ya kuzingatia kwa watu ambao unawachukua kwenye biashara yako ni kwamba kila mfanyakazi afanywe tathmini ya kiutendaji mara kwa mara. Hakikisha kila mfanyakazi anafanywa tathmini ya kiutendaji mara kwa mara. Na utakumbuka tulisema kwenye yale mambo ya kukubaliana kama 6 ambayo tuliyozungumza, moja ya jambo ambalo mnatakiwa kukubaliana ni malengo ya uzalishaji. Malengo ya uzalishaji lazima yaweko. Na haya malengo mkishakubaliana, muda kwa muda fanya tathmini kwa kiasi gani yametimia. Na hilo ni jambo la msingi sana. Kwa kiwango cha chini ningeshauri angalau mara moja kwa mwaka. Mara moja kwa mwaka kana kila mfanyakazi wako fanya tathmini. Nini mmefanikiwa, nini hamjafanikiwa, nini kiboreshwe ili muweze kufanikiwa, na wapi ambapo mnahitaji kufanya vizuri zaidi. Ushauri wangu ni kwamba anza na yale mambo mazuri ambayo wafanyakazi wamefanya kwa kuwapongeza na kuonyesha ni wapi wamefanya vizuri. Baada ya hapo jadili yale mambo ambayo unaona hayakwenda sawa, hayakukaa vizuri, na muwe na mpango mkakati nini kiboreshwe ili hiyo biashara yenu iende vizuri. Jambo la msingi sana, anza mambo haya mapema biashara yako ikiwa ni ndogo. Usisubiri mpaka biashara iwe kubwa kama ndio utafanya. Hapana, hata kama mko 2, mko 3, hakikisha haya mambo yanafanyika, kwa sababu itajenga utamaduni kuhakikisha mnafanya hata biashara itakapokuwa. Wengi wanasema nitafanya biashara ikikua. Nataka nikwambie biashara ikikua ni ngumu sana kufanya kama utaratibu haujazoezwa mapema. Mathayo sura 25 mstari wa 19, Biblia inasema baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale akafanya hesabu nao. Nakumbuka habari za talanta. Waliwapa kila mtu kwa uwezo wake, akasafiri akaondoka. Na Biblia inasema baada ya siku nyingi. Unaona kuna kipindi cha muda ambacho kinaitwa siku nyingi. Huyo bwana alikuja akafanya hesabu nao. Hakikisha unafanya hesabu ya makubaliano mliowekeana. Luka sura ya 16 mstari wa 2, habari ya yule wakili aliyetaka kuondolewa uwakili. Biblia inasema bwana wake akamwambia, ni habari gani hii ninayosikia juu yako? Toa hesabu ya uwakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Toa hesabu ya uwakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Umeona? Toa hesabu. Ni tathmini. Hakikisha unafanya tathmini ya wafanyakazi wako. Toa hesabu ya uwakili wako. Kwa malengo ambayo mmekubaliana, hakikisha mnapitia yale malengo na kuona yamefanikiwa kiasi gani au hayajafanikiwa kiasi gani. Na ukisoma maandiko utaona mambo mawili ya msingi ambayo natamani kukusemesha hapa.
Jambo la kwanza ni kwamba lazima ufanye tathmini kwa wafanyakazi wako, na hii tathmini ifanyike ndani ya muda fulani unaofaa kulingana na aina ya biashara. Kama nilivyosema, labda mwaka, inaweza kuwa miezi 6 au chini hapo. Lakini kwenye Injili ya Mathayo unaona Bwana alifanya nao hesabu. Biblia inasema kwa siku nyingi, na wote tunajua ya kwamba watu 2 kati ya 3 walifanya vizuri, mmoja hakufanya vizuri, na ile talanta yake aliificha, kwa hiyo hakuizalisha. Na ni muhimu sana ukaona ya kwamba hii tathmini inavyofanya inazuia hasara kabla ya hasara yenyewe haijaja. Kuna namna mbili ya kufanya tathmini kitaalamu, proactive na reactive. Proactive ni kufanya tathmini kabla ya madhara hayajatokea. Reactive ni kufanya tathmini baada ya kuona kuna upungufu. Kwa hiyo usubiri kuwe na shida ndio ufanye tathmini. Unaweza kufanya tathmini, na inatakiwa ufanye tathmini wakati shida haijatokea. Tunaita proactive, yani ufanye tathmini wakati pengine haujaona shida, ili mgundue mianya ya shida ni ipi na kuiziba kabla hujaona kwamba huyu mtu hawezi kufanya kazi au amekutia hasara. Mmeshafanya tathmini. Ndio maana waajiri wengi wanaweka kipindi kinaita probation period. Probation period, kipindi labda cha miezi 3 au 6, mnakaa mnajadili kwamba nimekuajiri, je, kile ambacho nilitegemea unacho? Kama hakipo, mnakubali kusitisha mkataba. Ni proactive assessment. Na ukisubiri mpaka mtu afanye hasara ndio mfanye hesabu, kama yule bwana wa talanta moja aliyeizika, pengine unaweza kuwa umechelewa. Hakikisha unafanya tathmini na kila mtu ambaye umemwajiri kwa maana nzuri ya kuboresha kama kuna mapungufu, na kama mnaona hamfahani kufanya biashara, kukubaliana ya kwamba sasa msitishe uhusiano wenu wa kibiashara kati ya mfadhiliwa na mwajiri, ili kuepusha migongano ambayo pengine inaweza isiwe na afya kwenye biashara yako. Kesho nitakuletea jambo la 5 ambalo ni nini ufanye baada ya kufanya hii tathmini. Sasa umefanya tathmini, pengine imekuwa nzuri au haijawa nzuri, ufanye nini ili kuendelea kuboresha biashara yako. Mungu akubariki sana, uwe na siku njema hata tutakapoonana kesho hapa kwenye kipindi hiki cha Utupe Leo, riziki yetu ya kila siku. Amen.